Ndio mheshimiwa mwenyewe ndio huyo. Sawa sawa. Kwa ni mpela huyu sawa. Haina Roma barida. Naweza kumzungumzia Peter Manyika katika familia ya mpira wakati wa iteki yetu sisi. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa mkarimu, ni mtu ambaye anafundishika. Unajua tatizo ni kwamba watu wengi ya sasa ama watu wa mpira wengi wanafikiri kufundishwa mpira mpaka ufundishwe na kocha. Hapana, hata mchezaji mwenzio anakufundisha. Kwa nini tunasema anakufundisha? Kwa sababu kuna vitu yeye anaviona mimi sivioni, na mimi kuna vitu naviona kuhusu yeye havioni. Ndio maana tunaita anakuwa ni mwalimu wa mpira au ni mtu ambaye anafundishika. Kwa kweli kuna watu wengine wanaweza kumueleza akafikiria labda wewe kwa sababu sio mwalimu unachomwambia sicho, lakini yeye alikuwa kitu hicho hakuna, unachomwambia ndicho kitu ambacho alikuwa anakifuata. Kwa kweli kwa hilo mimi nasema nitamkumbuka sana, na yeye ni mtu ambaye mhamasishaji na ni mtu ambaye akiona unakwenda vibaya anakuelekeza. Kwa vijana wa sasa ambaye wengi wao hawajawahi kumuona wakati anadaka, Peter Manyika alikuwa ni goalkeeper wa aina gani? Unaposema alivyo kweli hawakumuona. Sasa mtu ambaye hakumuona si rahisi sana kuelewa nini ambacho alikuwa anakifanya, lakini kwa sisi ambao tumemuona kwa kweli ni mtu ambaye kumfunga kwake ilikuwa unatakiwa na wewe ambaye unaokutana naye kwa wakati husika utumie akili zaidi yake yeye ndio uweze kumfunga. Ni tukio gani ambalo unalikumbuka ambalo huenda amewahi kulifanya ama amewahi kulifanya ukiwa na Peter Manyika? Kwa tukio hakuna tukio baya, ila alikuwa anafanya kazi kufuatana na ufanisi wake wa kazi, na alikuwa anafanya kwa sababu ya maslahi ya klabu na yeye mwenyewe kazi yake aishike kazi yake. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa hapendi kuipoteza kazi yake au nafasi yake. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuwa 100% kwa chochote kinachotokea katika mchezo wa mpira. Kwa jina naitwa Clement Kabuka, kwa sasa naitwa Obed Kabuka. Kifo hichi kimetusikitisha sana watu wote, manake mimi naweza kusema ni ghafla na mapema mno. Yani Peter Manyika anavyomfahamu, tumekutana naye kwenye mpira, alikuwa goalkeeper, mimi nilikuwa forward, na tuko yani kila mechi, kwenye mechi tuko karibu sana na yeye, na national team tumekutana na tumeishi kama ndugu sasa, yani kwa sababu kwenye magrupu haya kwetu kule ni rais wa grupu letu. Ni masikitiko kweli makubwa, yani hata
kuongea nashindwa niseme nini yani ambao napomfahamu Manyika, lakini ni huzuni kwa kweli mzee. Unapozungumzia marehemu Peter Manyika, labda vijana wanaweza kujifunza nini kupitia yeye Peter Manyika wakati anahudumu kwenye sekta ya michezo? Ni nidhamu aliyokuwa nayo. Alikuwa na nidhamu sana Manyika, na alikuwa ni mtu ambaye anapenda kusikiliza watu, na ni mtu alikuwa anakaa karibu na watu, na alikuwa anawasaidia. Ni msaada mkubwa kwa vijana ambao wako kwenye mpira saizi, ambao wamepita kwa kama wanafunzi wakiwa magolikipa. Na wadau wengi wanazungumza kwamba zamani kulikuwa hakuna mfumo wa teknolojia hivi sasa kuonekana kwenye mitandao, kwamba huenda kulikuwa na magolikipa bora zaidi tofauti na sasa. Hili unaweza kulizungumziaje pia? Unajua kila kitu ni wakati. Wakati wetu sisi ulikuwa ndio ule wakati ambao hamna sana TV, kulikuwa na redio tu sana. Na watu walikuwa wanapewa sifa kutokana na redio, lakini kwa sasa vijana wanapata sifa kwa sababu wanaonekana. Okay. Lakini kwa zamani nahisi kwamba watu walikuwa na uwezo sana, pamoja hawajaonekana, lakini walikuwa na uwezo sana na maumbo yao walikuwa na wabeba. Sasa hizi ukikuta goalkeeper, yani unaweza kumkuta goalkeeper mfupi lakini yupo anacheza mpira, lakini zamani watu walikuwa wanaenda kwa vimo. Yani kama ukiwa goalkeeper lazima uwe na kimo kuanzia mita fulani na kwenda mbele. Okay. Ni tukio gani ambalo unalikumbuka ambayo kulifanya Peter Manyika liwe zuri au baya na hutolisahau kwenye kariera yako ya soka, kwenye kariera yako ya maisha? Mengi amefanya Manyika mazuri sana hapa alipokuwa Yanga na alipokuwa national team na Mtibwa, kafanya mengi sana mazuri. Yani nashindwa nielezee hata lipi ambayo mengi naona alikuwa mazuri alikuwa anafanya. Okay. Na kubwa zaidi unamkumbuka kwa lipi? Kwa upendo wake. Alikuwa mtu wa upendo sana. Mimi naitwa Bakari Malima, wengi walikuwa wakipenda kuniita Jembe Ulaya. Peter Manyika nimeanza kumfahamu toka alipokuja Yanga, maana mimi nilitangulia Yanga, yeye baadaye ndo akaja. Kwa hiyo bahati nzuri nimecheza naye Yanga Afrika pale kwa muda kidogo mrefu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tulikuwa tunafahamiana naye, tuko naye karibu, na kuna mafanikio ambayo tulipata Yanga pale tukiwa wote pamoja. Kwa maana hiyo ni golikipa ambaye namjua toka tuko pamoja Yanga Afrika na national team tumecheza pamoja. Kwa maana hiyo umecheza naye Peter Manyika, wakati umecheza naye alikuwa ni mtu aina gani, karibu ya aina gani kwenye utawala wake? Kwanza alikuwa ni mchezaji kiongozi, maanake ujue bahati nzuri kwa upande wa golikipa yeye ndo anakuwa yani kama anaipanga backline yake yani. Sasa na bahati nzuri mimi nilikuwa nacheza upande wa defense. Kwa maana hiyo Peter Manyika alipokuwa golini, unakuta labda kama mchezaji kwenye position yako umejisahau kidogo, yeye alikuwa na uwezo yani kukurekebisha ufanye kitu gani, inatakiwa ufanye kitu gani yani. Kwa maana hiyo kwa upande wetu sisi alikuwa ni kiongozi wetu, ukiachana na captain wa timu. Kwa maana hiyo kwangu mimi naweza nikasema Manyika kuna vitu vingi sana kama sisi wachezaji ambao tulikuwa nacheza mbele yake alitusaidia sana yani kutuweka kwenye mazingira mazuri na kucheza katika ubora uliokuwa unahitajika kwa kipindi hicho. Peter Manyika kwa sasa ukiwalinganisha na magolikipa hivi sasa, unaweza kufananisha na kipa gani? Ujue kwa sasa hivi kila zama na watu wake, lakini naweza nikasema uwezo aliokuwa nao Peter Manyika kwa miaka ile utaulinganisha na wakina Mwameja, wakina Miskinyi, wakina Joseph Fungo, wakina Miss Makene, wakina Rifat Saidi. Lakini kwa kizazi hiki hata ukisema yani ubora aliokuwa nao Peter Manyika, ukizungumza ubora aliokuwa nao Mwameja, kwa zama hiki hawawezi wakakuelewa, manake ujue mipira ilikuwa ioneshwi. Sasa ukisema Manyika, wakina Mwameja walikuwa na uwezo zaidi ya wachezaji magolikipa wa sasa hivi. Kwa vijana wa sasa hivi wa 2000 hawawezi wakakuelewa, lakini Manyika alikuwa na uwezo. Kwanza alikuwa na 8 nzuri, alafu alikuwa na uwezo wa kuchezea mpira mguuni.
Halafu yani alikuwa ana uwezo wa kucheza cross, ana uwezo wa kudaka penalty. Manake ukiachana na kutusaidia kuingia na Nebola Yanga Afrika miaka ile ilikuwa 98, 99 tulienda Uganda kwenye kombe la Kagame tukiwa na Yanga Afrika. Dakika 120 ilikuwa 1-1. Katika mikwaju ya penalty Peter Manyika alidaka penalty 2 ambazo zilipelekea sisi kuchukua ubingwa wa Kagame. Kwa maana hiyo Manyika naweza nikasema alikuwa katika magolikipa bora, alikuwa ni golikipa bora sana. Mimi kwa miaka hii naweza nikakwambia uwezo aliokuwa nao Juma Kaseja na Aishi Manula, maanake kwa vijana wa sasa hivi labda ndo waliwaona, naweza nikasema yani umchukue Kaseja umchukue na Manula ndo kidogo nusu wanaweza wakafikia uwezo aliokuwa nao Manyika. Lakini kwa ubora aliokuwa nao Manyika kwa sasa hivi sijaona golikipa gani ambaye naweza nikamlinganisha na Peter Manyika au akina Mwabeja kwangu mimi. Lakini okay, alikuwa na style yake ya kudaka huko akivaa cape ama kofia. Labda kulikuwa na mazungumzo bwana kwamba nini, kwa sababu amekuwa akipenda kufanya hivyo kwa sababu gani? Labda ujue miaka ile kila mchezaji alikuwa na mbwembwe zake yani. Ujue kuna wachezaji walikuwa labda wanakuwa na mataulo, taulo analiweka golini. Peter Manyika yani staili yake ilikuwa ni kapelo. Alikuwa yani anapendelea zaidi kuvaa kapelo. Kwa maana hiyo kila nasema mchezaji ana kitu chake ambacho yani anajua hiki nikiwa nacho kinaweza kikao kinaniongezea ubora zaidi. Kwa maana hiyo naweza nikasema kwa Manyika staili ya kuvaa kapelo, kofia, nadhani kwake yeye mwenyewe ilikuwa anaona kwamba inamsaidia kuwa makini zaidi na kufanya yani alichokuwa anakihitaji ili kuwa bora zaidi yani. Unamkumbuka kwa lipi? Peter Manyika namkumbuka, naweza nikasema ujue kwa sasa hivi tunaweza tukasema Yanga Afrika ukianza kuhesabu makombe labda kuna makombe 31 ya ubingwa nchi hii. Peter Manyika naye katika hayo makombe amechangia. Ukianza kusema Yanga Afrika walichukua ubingwa wa Kagame mara ngapi, Peter Manyika na yeye uwezi ukaacha kumtaja, na yeye alichangia, alitoa jasho lake pale. Kwa maana hiyo naweza nikasema Peter Manyika kwangu mimi alikuwa ni rafiki, alikuwa ni ndugu, manake kuna maisha baada ya mpira. Nadhani baada ya kumaliza kwetu mpira mimi nilienda kufanya kazi mgodini, mgodini Tulawaka. Sasa Manyika kwa kuwa ujue alikuwa ni mtu wangu wa karibu, nilijaribu kuwasiliana naye nikamwambia bwana, njoo ndugu yangu huku tupige kazi mgodini. Basi akaja mgodini tukapiga kazi. Basi baadaye maisha mengine yakaendelea mpaka tukajiingiza tena kwenye masuala ya ukocha mpaka sasa hivi. Nadhani mpaka kifo kinamkuta alikuwa ni kocha wa magolikipa Namungo, na mimi ndo nikawa nimejiingiza kwenye masuala ya ukocha, lakini bado tulikuwa tuna ukaribu naye. Maana bahati nzuri alikuwa anakaa Mbezi na mimi nakaa Mbezi. Kwa maana hiyo bado alikuwa ni mtu wangu wa karibu yani, tunawasiliana, tunabadilishana mawazo. Tukio gani zuri ama baya ambayo kulifanya nadhani na wewe unalikumbuka pia? Kwa baya siwezi nikalikumbuka, lakini Manyika kama binadamu naye alikuwa na udhaifu wake, lakini mimi naweza nikasema kwa mazuri Manyika alikuwa ni yani mpaka ukorofishane naye unaweza ukajitathmini wewe mwenyewe, kweli nimefanya kosa kweli yani. Lakini mimi sijawahi kumuona Manyika anakorofishana na mtu yoyote wala mchezaji wa aina yoyote, lakini kama binadamu anakuwa na madhaifu yake lakini kwangu mimi nadhani zaidi nilikuwa na mazuri tu, mazuri yake ndo nilikuwa naona ni mengi zaidi kuliko mabaya. Kwa jina naitwa Dua Saidi, ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba, Mtibwa, timu ya taifa ya Zanzibar na timu ya taifa ya Jamhuri ya Muungano, na nilipata bahati ya kucheza nje ya nchi. Marehemu mimi nimemfahamu baada ya kubahatika kupata kibanda katika eneo la pale karibu na Jangwani. Kwa hiyo katika zile pilika za maongezi naye alifika kwenye maeneo yale baada ya kusikia kuna wachezaji zaidi ya wawili wamejenga eneo lile. Basi naye ikawa ni rahisi kusema
ngoja tuungane. Kwa hiyo Mwanyika alikuwa ni moja ya rafiki na ndugu, kwa sababu mambo mengi ambayo yalikuwa yakituhusu ya kifamilia tulikuwa tunashirikiana. Pale ambapo tunapoona labda pana kosa la kuweza kutoa ushauri katika familia zetu, basi mimi nakwenda kwake au yeye anakuja kwangu. Hayo ndo maisha niliyomfahamu marehemu, na mpaka kipindi hilo eneo tulikuwa tukikaa, serikali kuweza kulichukua na yeye kuhama hapo kuhamia Mbezi, lakini mimi mpaka leo bado sijaondoka, kwa sababu stahiki zile ambazo zikitolewa pale niliona bado hazikizi matakwa ya kile ambacho nilikiwekeza pale. Okay. Kwa hiyo mwenzangu yeye akawa ameshaondoka, lakini tukawa bado tunawasiliana katika michezo, kwa sababu tuna grupu letu la wachezaji wa zamani ambalo kila baada ya wiki mbili huwa tunacheza mechi pale JK. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kukutana, lakini wengine wenzetu ambao wametoka kuwa makocha huwa wapati muda mwingi. Kwa hiyo timu inapofika Dar es Salaam wakakutana labda na game hiyo, huwa huja tukajoin pamoja tukashirikiana katika hiyo kikundi chetu. Unamkumbuka kwa lipi kwenye enzi za kucheza mpira, sababu mmecheza wote ukiwa kwenye klabu ya Simba yake wa Yanga, unamkumbuka kwa lipi? Kikubwa nilikuwa namkumbuka ni mtu ambaye ni mcheshi. Hicho ndio kikubwa sana, kwa sababu ni mtu ambaye yani mpaka ufikia hatua wewe uko ugombane naye, sijui tuseme utakuwa umemuuzi kitu gani mpaka ifikie hatua. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mmoja mcheshi ambaye anapenda kwanza matani, kwa sababu katika hiyo timu yetu ya maveterani ambao tunachezea alikuwa akikutana na goalkeeper mwingine anaitwa Steven Nemes. Walikuwa wakishindana nani zaidi katika kuimba muziki. Kwa hiyo ilikuwa tukikutana sisi huwa tunapata burudani, tunakaa pembeni tuwaangalie. Sasa Nemes ataimba nyimbo hii labda ya Msondo, Mwanyika naye ataimba nyimbo yake. Sasa Mwanyika kwa sababu ilifikia hatua mpaka akarekodi muziki, ilikuwa yeye anakuja na nyimbo zake mwenyewe tofauti na Nemes. Nemes alikuwa anapenda sana zile nyimbo ambazo bendi zishapiga, yeye ndo akaifanya mwanamuziki. Kwa hiyo ilikuwa tukikutana yani tunacheka mpaka mtu unaweza kuumia mbavu. Hicho ndio kikubwa ambacho tunaweza kumkumbuka marehemu, na mambo mengine ya kijamii ambayo tulikuwa tukiweza kuwa karibu naye. Akiwa langoni ulikuwa unapata shida kumfunga? Kwa upande wa langoni siwezi kusema, kwa sababu swali hilo litajibiwa na watu wa Yanga. Kama utakuwa wengine utakuwa bado hujawahoji, wanaweza wakakupa nini nilikuwa nafanya. Yeye kwa sasa hivi ni marehemu, hawezi kuzungumzia, wao waliobaki ndio watajua. Kuna mtu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.